This is NTV. Ni tarehe 8 mwezi Mei mwaka 2023. Mtazamaji popote pale ulipo, natumai kuwa asubuhi yako imekwenda vyema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za NTV. Sasa mtazamaji, iko imegonga saa 6 na dakika 1 saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha rasmi kwenye taarifa hizi za NTV sasa, kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 7, kabla ya kuingia kwenye taarifa za NTV ya dhuhuri gongapo mwendo wa saa 7 kamili. Mtazamaji, mie kwa jina ni Nicholas Wambua. Kuanzia hapa basi tutakuwa tunazungumza mengi zaidi mtazamaji, masuala ambayo yanasibu taifa, bila shaka tukiangazia kwa kina zaidi siasa ambazo zimekuwa zikiendelea wiki jana pamoja na wikendi hii kutoka kwa chama cha Jubilee, siasa ambazo ziko ndani ya chama hicho kuelekea kule Shakahola ambako kinara wa Azimio Raila Odinga alikuweko wikendi, na Kithure Kindiki kumwambia kwamba swala la Shakahola halihitaji kuingizwa siasa ndani yake. Mtazamaji, ni haya mambo na mengine mengi pamoja na swala la bajeti mwaka 2023 mwaka 2024, manake kuna mengi ambayo yanajitokeza katika swala hili mtazamaji, na kukaribisha rasmi. Na kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, bila shaka tuanze kwa kuangazia makuu leo mtazamaji. Na la kwanza kabisa ni swala la ufunguzi wa shule mtazamaji, ambako iko tarehe 8 shule nyingi zimeanza kufunguliwa leo. Itakuwa kesho basi wengi wanafunzi ndio wanaripoti katika shule mbalimbali. Wale ambao wanasafiri leo ni wale ambao wanahudhuria shule katika sehemu za mbali mtazamaji, tayari wameanza usafiri, lakini siku ya kesho basi itakuwa ndio siku wengi watakuwa wanafungua shule kutoka pembe mbalimbali za taifa. Ufukuzi wa miili kule Shakahola katika kaunti ya Kilifi mtazamaji, ni kwamba Waziri wa usalama ndani Profesa Kithure Kindiki anafaa kuanza tena shughuli hii katika awamu ya pili hapo kesho mtazamaji, ambapo watakuwa wanaendelea kufukua miili katika eneo hilo la ekari zaidi ya 800 mtazamaji, kubaini ni wangapi ambao wameaga dunia katika eneo hilo mtazamaji kutokana na mfungo hadi kufa mtazamaji. Kumbuka kwamba hili linatendeka wakati ambapo kesi zipo mahakamani dhidi ya Paul Mackenzie ambaye ni mhubiri tata kutoka eneo hili. Na mkutano wa wakurugenzi wa afya mtazamaji unafanyika katika kaunti ya Machakos kule Mlolongo, ambapo ni wakurugenzi kutoka mabunge ya kaunti mtazamaji kunradhi, lakini serikali za kaunti, na wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi ambaye ndiye mwenyekiti wa kitengo cha afya katika baraza la magavana mtazamaji, anaongoza kwa mkutano ambao unaendelea kwa sasa katika eneo hilo kama nilivyotaja. Na bila shaka taarifa hii mtazamaji tutakuwa nakupa muda si mrefu hapo baadaye pindi tukipata. Kwingineko ni kwamba familia ya Jeff Mwathi inatarajiwa kuzungumza wakati wowote kutoka kaunti ya Nakuru mtazamaji. Hii ni kuhusiana na kifo cha mwanao huyu bwana mtazamaji, ambaye baada ya vuta na kuvuta mwili wake ulifukuliwa uchunguzi kufanya zaidi na maafisa wa DCI. Je, familia hii ina yapi ya kusema? Tutakuwa naangazia kwa kina zaidi swala hili mtazamaji wakati ambapo familia yenyewe ikianza kuzungumza. Basi mtazamaji, na kukaribisha rasmi kwenye mazungumzo yetu ya siku ya leo. Bila shaka tutakuwa naangazia masuala kadha wa kadha, lakini vile vile kumbuka kwamba katika mitandao ya kijamii tumekuuliza swali mtazamaji, na swali ni je mtazamaji, ni kipi kilichoendelea katika ulingo wa siasa juma lililopita kikakuudhi? Je, ni kipi kilichoendelea katika ulingo wa siasa juma lililopita kikakuudhi mtazamaji? Kumbuka kwamba kuna mengi ambayo yamekuwa kijitokeza katika ulingo wa siasa, na katika mitandao hii mtazamaji tunaona ghadhabu za Wakenya wakizungumza kuhusiana na jinsi siasa za taifa zinavyoendelea. Ndipo tukakuuliza hili swali, ni kipi kilichoendelea katika ulingo wa siasa juma hili ambalo limepita na kikakuudhi mtazamaji? Hebu zungumza nasi @Nicholas Wambua _NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV sasa. Bila shaka jumbe zako mtazamaji nitakuwa nazisoma kabla ya kutamatisha taarifa zetu za NTV sasa mwendo wa saa 7. Karibu rasmi mtazamaji, ni kufahamisha kwamba ndani ya studio nina wageni wangu wawili. Bila shaka upande wangu wa kushoto ni Paul Njoroge ambaye alikuwa seneta mteule katika serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na bila shaka upande wangu wa kulia ni naye Daktari Likaka Luchetu ambaye ni mchambuzi ama mchanganuzi wa masuala ya siasa. Bila shaka mtazamaji, wageni wangu hawa wawili tutakuwa nazungumzia masuala kadha wa kadha kama ilivyokuwa hili, bila shaka kuhusiana na masuala mbalimbali ya kitaifa. Na tuanze hapa mtazamaji katika siasa ambazo ni siasa motomoto, siasa za chama cha Jubilee, ambako baadhi ya viongozi kutoka chama hicho cha Jubilee bila shaka
walitoa usemi na kusema kwamba mtazamaji wanamtambua Bi Sabina Chege kama kiongozi wa chama cha Jubilee, kumaanisha kwamba kachukua nafasi ya aliyekuwa rais mstaafu sasa hivi Uhuru Kenyatta. Lakini ni kwamba upande huu ambao umezungumza haujatambuliwa kama uongozi wa chama cha Jubilee, na hili ni kupitia kwa mahakama. Ningependa tuanze hapa mtazamaji, tuzungumzie swala hili kwa kina zaidi na tulichambue, tuone je, uongozi wa chama cha Jubilee wapi, ama kuna kile aliyekuwa rais wakati mmoja Mwai Kibaki alikuwa anasema ni kuregarega. Mtazamaji, je, chama hiki tatizo liwapi? Paul Njoroge, karibu sana. Umekuwa mwana Jubilee kwa muda mrefu. Bila shaka matatizo ambayo tunaona katika chama cha Jubilee mpaka wakati moja ikamlazimu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujitokeza kukitetea chama na kusema kwamba kuna mwingilio wa kisiasa, na wengi wakaanza kumkashifu rais mstaafu wakisema kwamba anajishusha hadhi kwa kutoka kwa retirement kuingia tena katika siasa hizi ambazo ni siasa za chama. Unazungumziaje vuta ni kuvuta ndani ya chama cha Jubilee? Kwanza niseme, unajua ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba chama ambacho kina uhusiano na rais ambaye amestaafu, ambaye ndio kiongozi wa chama hicho. Kwa sababu kustaafu sio kumaanisha kwamba uwezi kuwa na uhusiano wote na mambo ya nchi hii ambayo inahusiana na association na pia mambo ambayo inahusiana na uongozi wa kama chama kama kile cha Jubilee. Na hata kama kuna uwezekano wa yeye kung'atuka katika ule uongozi, sio ile njia ambaye kina Sabina Chege wakuwa na Kanini Kega ambayo wanapitia, kwa sababu ile tunaweza kuita kwa kimombo kuu ambayo wanajaribu ku stage manage kule kwa chama. Na ni aibu pia kwenda kufikiria kwamba Sabina Chege wanaweza kuwa na mashindano yoyote na rais mstaafu ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa sababu muscles ile ambaye Sabina Chege anayo ni kujiletea kicheko kikubwa, kwa sababu yeye mwenyewe kuongoza chama kama kile ni chama ambacho kiko na watu. Imagine mtu kama mimi ukisema ati sasa kiongozi wangu wa chama ni Sabina Chege, unampatia kazi ngumu sana. Na licha ya hiyo ni upotofu wa nidhamu ambao umekuwa katika chama kutoka uchaguzi huu ulipomalizika. Uongozi upotofu wa nidhamu ambao unaongozwa pia na mlengo ule mwingine wa UDA ambao ndio wanamezea mate wale viongozi wa Jubilee ili waweze kuwa na wingi kule katika bunge, waone kama watakuwa wanapitisha mambo yao. Lakini naona hata kama ni hivyo pia wamepita mipaka, kwa sababu kwenda kulete vita katika chama ambacho ni cha kitaifa, hilo ni jambo ambalo si nzuri hata kidogo. Na sisi wenyewe, na nataka hii eleweke na isikike sana na kina Kanini Kega, kutubeba kwa mgongo wao ni kazi ngumu sana. Wajue sisi yule kiongozi ambaye tunatambua kwa wakati huu mpaka wakati atakapo yeye mwenyewe amua kustaafu upande huo, ni aliyekuwa rais wa nchi hii Uhuru Muigai Kenyatta. Nafikiria hilo ndilo kundi ambalo sisi tunatambua. Na mafikirio yale weko nayo, hiyo ni kicheko kikubwa sana. Ni mzaha. Daktari Likako, namsikia alivyozungumza seneta, na anasema ametumia maneno mazito. Anasema kwamba ni bezo, anasema kwamba ni aibu, anasema kwamba Sabina ana uwezo wa kukiongoza chama ambacho kimekuwa chama tawala kwa miaka 10. Unazungumziaje hatua hii? Je, kuna kama alivyosema kuna mpango wa kufanya mapinduzi ndani ya chama cha Jubilee? Asante sana. Vile mheshimiwa amesema nami nakubaliana na yeye. Lakini lazima tuanze kuangalia historia yetu ya siasa na vyama, kwamba vyama viko na wenyewe na kuna filosofia fulani ambayo chama kinaweza simamia. Lakini ukumbuke kwamba Kenya hii vyama vingi
havijaweza kustahimili yale makali na kuweza kuwa na mwelekeo kwa muda mrefu. Pengine isipokuwa ni ODM, kwa sababu tuliona marehemu Kibaki alitumia PNU na baadaye alitumia NAK na baadaye akatumia PNU, na tumeona Uhuru Kenyatta akija na TNA na baadaye tunaona chama cha Jubilee. Tatizo ambalo lipo kwa sasa na lazima tukubaliane wote pamoja na mheshimiwa ni kwamba matatizo ambayo chama cha Jubilee kinapitia yanasukumwa na yanaletwa na Kenya Kwanza. Hiyo tukubaliane. Kwa sababu Kenya Kwanza tumesikiza semi za naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa anamlenga rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na kwa haya yote tunamuona tena akijaribu kutafuta ubabe wa Mlima Kenya, na amejiweza kutumia Kanini Kega na Sabina Chege kama hawa ndio wanazo kwa wasukuma waje mbele kupigana na kunyang'anya Uhuru Kenyatta chama. Ingawaje upande wa sheria tunaona kwamba rais akona miezi 6 baada ya kustaafu kujiweza kujiondoa kama kiongozi wa chama ama kujiondoa katika siasa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hiki chama kiweze kunyang'anywa kutoka kwake kwa haraka na kunasuliwa vile wanavyofanya kutumia mbinu chafu ambazo wanatumia. Waweze kufuata taratibu zilioko katika vyama ndani ya chama. Baada ya hii sikindikana watumie mahakama na chama kitaweza kuendelezwa vizuri. Lakini ukumbuke kwamba Kanini Kega na Sabina Chege hawafanya haya kwa niaba ya wao hawa kwa hao wenyewe. Wanafanya kwa sababu ya msukumo ambaye ni wa naibu rais ambaye ana haja kwamba aweze kuwa kigogo wa Mlima Kenya. Unasema wametumwa. Wametumwa, hawa nafasi si yao. Kwa sababu unapoangalia vile mambo yanazofanyika na vile yanasukumwa na vile wanawafanya mambo yote, unaona kwamba ukiona vile vitu ambavyo vimeundwa na vimeandaliwa, lazima kuna msukumo nyuma yake. Ndio hivyo ulimuona rais mstaafu Uhuru Kenyatta akijitokeza kimasomaso kwamba mbona mnafanya haya na mbona msitupe nafasi tufanye kama chama. Kwa sababu hao wanatumiwa, hao wenye vyombo vya dola wanatumia nafasi hiyo kuona vile watanasua chama hiki kutoka kwa Uhuru Kenyatta na kwa sababu wanataka idadi katika bunge. Swala ambalo linajitokeza ambalo ni la kushangaza ni kwamba bunge, nafasi ya bunge ni kuhakikisha kwamba wanaangalia ama wanachunguza ama wanafanya checks and balance kwa executive. Lakini vipi ikiwa bunge litanunuliwa ama litachukuliwa vile watu wataingia upande wa Kenya Kwanza? Vipi wataanza kumuuliza rais sera zake ama kuweza kuuliza ya maswala ambayo Wakenya wanapiga? Na haya tumeona kwamba siasa zetu ni siasa za usaliti. Siasa zetu za udhabina, siasa zetu ni za kikabila, siasa zetu ni za maeneo, na haya yote hayazingatii filosofia ambayo tunahitaji ili kuendeleza taifa. Kwa sababu sasa hivi malumbano yote ni kuona kwamba wameng'oa Mlima Kenya uje nyuma ya Gachagua kuliko Mlima Kenya wale ambao wanabaki upande wa Uhuru Kenyatta. Na baada haya malumbano tutayaona zaidi. Kwa sababu tunapoangalia pale awali tumeona kwamba kuna wachache ambao walijitokeza wafuasi wa Mlima Kenya ambao hawakemei upande wote, wakasema kwamba hawaridhiki vile Rigathi Gachagua anavyofanya siasa zake. Na hapo ukawa kwamba yale yameshapatia Jubilee makali kidogo. Haya malumbano tutashuhudia zaidi kwa sababu watu wote wanasukuma kwamba waweza kupata nafasi ya uongozi na tunapoelekea mbele. Kumbuka Kenya, hasa serikali tuliopo, imetuweka kwa msingi ya siasa ambayo ni mbaya kwa sababu kila wakati hawashughulikii masuala ya kushughulikia mwananchi. Yamekuwa malumbano zaidi ya vyama kuliko kushughulikia mwananchi. Hiyo ndio wasiwasi ambayo nilionayo, na ningependa kuomba Kenya Kwanza waache Jubilee itatue matatizo yao. Naam, bila shaka tunaandikia kwa mate, wino upo. Ningependa tusikize hao viongozi ambao tunawazungumzia wakiongozwa na Kanini Kega na viongozi wengine akiwemo Sabina Chege walikuwa na pia kusema, mtazamaji. We are hoping that from today he will not purport to represent Jubilee. He will not purport to have this office as a headquarter, because this office is also not gazetted as the official headquarter of Jubilee. And from today, Jubilee will not operate from this headquarter. Mtazamaji, huo ni usemi wa Kanini Kega. Huyu ni bwana ambaye alikuwa mbunge wa kule kunafahamikaje kule Kieni katika kaunti ya Nyeri. Njoroge, unazungumziaje? Manake naona hata wakati ambapo Kanini Kega kizungumza, kiongozi wa chama mwenyewe ambaye hasa anatajwa kwa kiongozi wa chama Sabina Chege yuko kule nyuma. Utaona hata vile wamejipanga wenyewe. Utaona Sabina Chege pale ni kama puppet. Ni mtu ambaye amewekwa pale
kama ile dori ya kuonyeshana yuko hapa. Sabina Chege hata hajui mambo ya leadership ya uongozi wa chama. Inaanza pande gani inaishia pande gani. Na nimekuambia hiki ni kicheko kikubwa sana. Na nitasema kama vile mwenzangu hapa amesema ya kwamba huu ni msukumo ambao wanasukumwa. Na pia unajua UDA kawaida yake pesa huwa inaipea kipaumbele sana wakati wanapofanya mambo yao. Ukikumbuka hata wakati wa KANU, wakati Moi alipokuwa ametoka uongozini, kulikuwa na mipango ndio aweze kukabidhi mtu mwingine kile kiti cha uongozi. Pia wakati wa Kibaki vile kulifanyika vile. Haijawahi fanyika vile, sasa saa hii wanataka kutuonyesha ifanyike. Kitu kingine nitaeleza ya kwamba kwa sababu hao watu ni viongozi, ni watu wa Mlima Kenya. Ni uongozi ama wanalete mwongozo mbaya sana katika Mount Kenya. Mwongozo wa fujo, kwa sababu wanataka kutuonyesha badala ya kuzungumza mtu aweze kuchukua kiti kupewa na utaratibu ule unafaa, kwao watakuwa wanatumia fujo. Kumbuka wakati rais mstaafu alipotoka kwake, nafikiri aidha alikuwa anatengeneza fence ama alikuwa anafanya nini, kwa sababu hata ukimwangalia vile alikuwa hajajitayarisha, mtu ambaye anatoka kwenda shughuli zile ambazo alijikuta kwazo. Ni kwamba kulikuwa na tear gas ambayo ilikuwa ishatupwa kule. Na Jubilee yenyewe inapakana na wananchi ambao wamekodi nyumba kule za kukaa. Yeye mwenyewe alikuja, alisikiria wale watu huruma na akaja kuokoa situation vile ilikuwa. Utakumbuka ya kwamba alipofika tu hivi, watu ambao walikuwa wamemkasirisha sana ni polisi. Kwa sababu ya kutupa tear gas kuumiza wale majirani ambao wamepakana na jumba la Jubilee. Huyo ni kiongozi ambaye ameona kuna watu wengine wanaumia kwa sababu ya hizo vita za chama. Na naona kama baada ya hiyo pia kiongozi wa Jubilee ni kama aliandikia mkuu wa vyama, the Registrar of Political Parties, barua wakiidhinisha hao watu wasimamishwe kuwa wanachama wa Jubilee. Hatujui litaelekea vipi, lakini nitataka kumshauri Bwana Kanini Kega na pia Sabina Chege, wakienda na ule ukatiri ambao umebebwa na naibu wa rais wa nchi hii ambaye ni Rigathi Gachagua. Mtu ambaye yeye mwenyewe afikiri mara nyingine akitamuka maneno anarupoka tu mambo hivi, iwe ndivyo ule mwongozo anawapatia, nafikiria watapeleka Mount Kenya kwa njia mbaya sana. Kumbuka njuzi, utakumbuka viongozi wengine wakituweka kwa ile laini ya kuonyeshana kama Wakikuyu, jamii ya Wakikuyu ambao mimi mwenyewe natoka, ni kama wamegeuka kuwa maadui wa makabila yale mengine. Ni kwa sababu ya matamshi ambaye yanatamkwa na huyu naibu wa rais, kwa sababu inaonekana ni kama wametangaza vita rasmi kati ya Wakikuyu na hizi makabila zingine, licha ya kabila la Kikalenjin. Na nataka kusema leo ni vizuri sana, kwa sababu nimepata hii nafasi, ni vizuri Wakikuyu waelewe na kabila hizi zingine zielewe, hatuko vitani na kabila zingine zozote. Hiyo nataka ielewe, ni kuwa Mkikuyu hasiri na kama kiongozi ambaye yuko katika eneo la Wakikuyu. Hatuna vita na Wajaruo, hatuna vita na Waluya, hatuna vita na Mijikenda, hatuna vita na makabila ingine yoyote. Huu ni mdomo tu, ni vita tu iko kwa mdomo ya mtu ambaye anafikiria akiropoka sana labda mwisho atakuja kuwa rais wa nchi hii baada ya yule yuko kutoka katika uongozini. Na hiyo ni kitu ambaye ni jambo la kusikitisha sana. Kwa sababu watu wa Mount Kenya ni watu ambao wamekomaa, watu ambao hawana haja kuwa na ugomvi na kabila lolote lile. Naam. Bila shaka mtazamaji, Paul Njoroge pale anasema kwamba kuna mwingilio katika chama hicho cha Jubilee na watu ambao wana nia zao binafsi kama anavyosema. Hebu tumsikize baada ya rais mstaafu kutembea pale katika
ofisi za chama cha Jubilee. Alikuwa naye pia kusema, manake jambo moja ambalo nililipata ni kwamba alikuwa anaambia maafisa wa polisi, ondokeni, kwamba wacheni na shule ambazo zinaendelea katika chama cha Jubilee, msiingilie, na akawafukuza pale maafisa wa polisi na wakaondoka. Hebu tumsikize Uhuru Kenyatta alikuwa naye pia kusema. Everybody who wants to leave a party is free to leave a party and go to another party. Ama ni namna gani mzee? Na mimi nawashukuru kwa kulinda chama yenu. Na sisi hatuna vita na mtu. Tunalinda sisi chama yetu. Na wale ambao hawataki waende kule, wanataka kwenda kwa amani. Hakuna haja ya kusumbua watu wale wengine. Tuwe na amani jamani. Polisi wako na shughuli nyingi, sio kuja hapa kujaribu kusumbua watu. Watu wanakufa Kilifi. Alafu mko hapa kunyang'anya watu chama yao. Unawanyang'anya kwa nini? Kila mtu ako na haki yake. Na hiyo na sisi tunataka kulinda haki yetu. Hatuna haja na mapana. Hatuna haja na nini? Hatuna haja kusumbuana na mtu. Tulinde tu haki yetu. Haki yetu. Ama ni namna gani? Ndio hivyo. Mtazamaji, huyu hapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akizungumza, na amesema kwamba alikuwa ameelekea pale kulinda chama, na wale ambao alikuwa akizungumza nao pale akisema kwamba tuko hapa kulinda haki yetu, kulinda chama chetu. Bana Likaka, unajua kuna baadhi ya watu ambao walijitokeza na kusema kwamba rais anajishusha hadhi kwa kujitokeza katika masuala ya chama. Kuna kweli? Kakangu, lazima uelewe kwamba ni nani huyu ambaye anyosha kidole anasema rais anajishusha hadhi. Lazima utapata kwamba ni yule wa Kenya Kwanza. Turudi nyuma kidogo. Rais na historia vile ilivyo hatutaweza kuweka kando. Aliongoza miaka yake 10 na kuelekea mwisho ameungana na Raila Odinga mwa 2017 na ndio tumeona walikuja wakaunda hii coalition ambayo amekuwa nayo muungano. Hapo ndio unaona malumbano yalianza wakati rais aliongoza kwamba chama chake kiingie upande wa muungano. Na baada ya mheshimiwa Raila Odinga kupoteza kura, wameona kwamba Kenya Kwanza upande mwingine wameona kwanza waweza kunasua ama kuondoa hawa wabunge kutoka upande ule mwingine warejee kule. Rudi tena kwenye historia. Kanini Kega ni nani? Baada ya Kanini Kega kuwa mbunge na baada ya kusimama alipoteza kura. Baada ya kupoteza kura, tunamuona akiletwa karibu na serikali iliyopo kwa kuingizwa kuwa mbunge wa bunge la Afrika Mashariki. Unapotazama utaona kwamba Kanini Kega anategeleza haya kuweza kuwaridhisha wale ambao ni mababi waliomweka pale. Sio kwamba anapambana na haki ya chama. Kwa sababu angekuwa kama amepoteza kura na hajapewa kazi ambayo amepewa kwa sasa kuwa mbunge, sidhani Kanini Kega angekuwa analeta cheche hizi zote. Lingine, unapomtazama mstaafu Rais Uhuru Kenyatta, yeye alijitokeza kwa sababu wale wakazi wa pale walilalama kwamba chama malumbano yanaendelea yametuletea sisi shida, kwa sababu ile tear gas imetupwa kule na vitazamaji machozi vile zimetupwa kule, wananchi na watoto na wale wako pale hawakufurahia. Ndio hivyo waliweza kumfikia binafsi wakimueleza kwamba haya malumbano si mazuri. Ndio unaona aliweza kujitokeza. Lakini tunapoangalia katika siasa zetu hapa juu, tutazame kwamba kuna wale ambao wangependa kumdhalalisha mstaafu Rais Uhuru Kenyatta. Lakini itakuwa vigumu kwa sababu historia haitaweza kumweka kando. Ametuongoza miaka ile na tumefurahia yale ambaye amefanya na kuma yale ambaye hakuweza kutekeleza, na hiyo ni historia. Lakini wanapokuja katika siasa za vyama, tunaona kwamba malumbano haya yanasukumwa na wale ambao walikuwa wadogo wake, wachanga wake, wale ambao yeye ndiye aliwachukua akawaleta akawajenga, na ndio hivyo wamefika nafasi hii, wanaanza sasa kuonyesha madharau ambao wanafanya. Na haya yote nimeweza kukuzia kwamba ni malumbano ya uongozi wa Mlima Kenya. Kwa sababu nitakurejesha tena kwa swala lingine. Unapomtazama Ndindi Njoro ama mtazame Kimani Ichung'wah, tumeona cheche ambazo wametoa na zote zinakuwa kwamba zinamlenga rais mstaafu. Tumeona haya yote na tunaona kwamba wangependa kumuona kwamba ajiondoe kabisa katika siasa. Lakini ikiwa anaweza kuwa ananena mawili matatu, ingawaje ajitokeze kwa kitaifa, lakini pengine katika muundo wa chama ama katika yale mikutano anafanya, wengi wanatoa cheche kwamba anafanya vibaya. Lakini kisiasa akona nafasi yake hata baada ya kustaafu.
hata kwa ile active politics, lakini atakuwa na nafasi ya kuhusika katika chama na kuweza kuwashauri na kuongoza chama kuona kwamba vipi chama kitaweza kuendelea na sera zake, na pengine Jubilee utakipata pengine mwaka 2027 kimejitokeza kwa njia fulani. Naam. Tatizo ambalo nitakao tukuzia hapa ni tatizo la uongozi. Kwa sababu hatujaweza kukomaa kisiasa, na ndio unaona malumbano haya sisi tunaona yakiwa yanasukumwa na wengine ambao hawako kwenye chama. Na ni aibu sana, kwa sababu kumbuka kwamba hao wote ambao wako Kenya Kwanza, wengi wao walikuwa kwenye Jubilee. Na ni Jubilee ambao walijiondoa wakapiga siasa za miaka 4 wakipinga serikali iliyopo, ndio nao wakapata nafasi ambao wanaongoza sasa. Naam. Haya ni ile ambayo unasema tulinde, kesho basi itarejea tena. Hata Kenya Kwanza itapasuka tu vile Jubilee ilivyo, kulingana na siasa zetu. Aha. Sijui ni utabiri ama umeona nyota yao yuko huko, sijui. Lakini tuwape muda. Asante sana Daktari Likaka Luchetu. Mtazamaji, tunazungumzia swala hili chama cha Jubilee na siasa zake. Bila shaka kuna mengi ya kuzungumzia, na vile vile kuna sauti ambayo alitoa malizungumza Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pale nje katika makabiliano haya. Bila shaka tutaipata muda si mrefu, ila kwa sasa naomba tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa na mengi zaidi, usibanduke. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za NTV. Sasa mazungumzo kwenye meza yetu, tulikuwa tunazungumzia swala la chama cha Jubilee. Tukiondoka pale mtazamaji, nikufahamishe tu kwa ukumbusho wako ni kwamba ninaye Senator Paul Njoroge, huyu alikuwa seneta mteule, na vile vile naye Daktari Likaka Luchetu, mchambuzi wa masuala ya siasa. Mtazamaji, tukizungumzia swala hili kwa kina zaidi, ningependa tugusie swala la Jubilee tena kwa kiduchu, kisha tuondoke tuelekee maeneo mengine. Bwana Paul Njoroge, swala hili la Jubilee kuna tetesi kwamba na minong'ono kwamba huenda, na nasisitiza kwamba wanasema kwamba huenda kwamba Rais William Ruto anahusika na hili swala la machafuko ndani ya chama cha Jubilee. Huenda kwa ni kweli? Unajua ukiona umbwa inabweka, jua mwenyewe yuko hapo karibu. Wakati unaona kina Kanini Kega, kina Sabina Chege, alafu tunairudisha pale chini tunakuta Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua hawezi kufanya hii mambo bila William Ruto mwenyewe kuelewa. Kwa sababu ule uhusiano ambao walikuwa nao na rais pale mwanzo, naswa ule mhura wa kwanza, mwenyewe unatosha rais kuambia mtu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua aachane na kutusi rais ambaye ni mstaafu. Aache kuingilia mambo ya Jubilee akitumia kina Kanini Kega. Lakini kunyamaza kwake, nitamwambia rafiki yangu rais ya kwamba Wakenya wachache wanaweza kuwa wajinga, lakini sio kila mtu mjinga. Tunajua anahusika rais mwenyewe kwa kumaliza Jubilee na pia kumaliza Uhuru Muigai Kenyatta katika eneo la Mount Kenya, ambalo ni jambo ngumu sana. Kwa sababu hata iweje hakuna wakati rais Ruto atakuja kuwa kiongozi wa Mount Kenya. Ni ngumu sana. Naam. Yeah. Umesema kwamba kimya kingi kina kishindo. Daktari, ina umuhimu gani kulemaza na kukinyamazisha chama cha Jubilee kwa haraka? Kakangu, kuna umuhimu sana. Unajua, tukumbuke kwamba Mlima Kenya ndio uko kikapu cha kura nyingi. Na wakati tunapoangalia katika siasa zote, huwa tunaangalia kwamba Mlima Kenya huwa unafaidika kulingana na msimamo wao. Ngaja wakati sidhani wataweza faidika vile wamekuwa kifaidika, huenda niwe na dhana tofauti. Ni muhimu kwa sababu rais anaangalia mwaka wa 2027. Hatazami hapa tu, anatazama pale mbele, na baada ya 2027 anaona kwamba awe ameweza kuzingatia yote ambayo wanataka, aondoe pingamizi ndogo ndogo hapa na pale, aweza kupata uongozi ule kwa urahisi. Kwa sababu Mlima Kenya wakikupatia kura, basi inamaanisha wewe lazima utakuwa kiongozi. Ndio hivyo anaangalia kule mbele. Naam. Asante sana. Mtaniruhusu tuondoke na tuangazie swala lingine, swala ambalo ni swala ambalo limeagusa Wakenya tena kwa kindani sana, limegusa nyoyo na hisia za Wakenya, na hili ni swala la Shakahola, mtazamaji, kule ambako
Watu wanazidi kufukuliwa, na kama alivyotaja ni kwamba siku ya kesho waziri wa usalama ndani Profesa Kithure Kindiki atakuwa anaongoza awamu ya pili ufukuzi wa meli katika eneo hilo, mtazamaji. Lakini nikukumbushe kwamba wikendi ambayo imepita kinara wa Azimio Raila Odinga alikuwa katika maeneo yale ya kaunti ya Kilifi, ambapo bila shaka alikuwa anaenda kutembelea eneo hili la Shakahola. Maafisa wa usalama wakamzuia kwa misingi kwamba ni eneo la uchunguzi, ni eneo la tukio, bila shaka hangeweza kuingia, manake wengi wamezuiwa kuingia kutokana na uchunguzi ambao unaendelea katika sehemu hiyo, hivyo basi hakuruhusiwa. Lakini hata hivyo ni kwamba Raila Odinga alifanikiwa kukutana naye mwinjilisti Ezekiel Odero ambaye ni wa New Life International Church, bila shaka wengi wakizungumza kuhusiana na hatua hizi za Raila Odinga so kutembelea eneo hili wakati huu. Lakini kuu zaidi ni pale ambapo waziri wa usalama ndani Profesa Kithure Kindiki alipozungumza na kusema kwamba tusiweke siasa katika swala hili la Shakahola. Tumsikize Profesa. Not have everybody there going to do politics there, going to stock cheap things there. Mtu asijaribu kwenda pale, ile ni mahali ya kiusalama, tutashughulikia yeye. Next time we will not even be very courteous. And I'm very serious about it. So ukipatikana on the wrong side, it doesn't matter your political side, mimi napita na wewe. Usemi wa Profesa Kithure Kindiki, niacha nianze kwa daktari. Unazungumziaje swala hili? Je, baadhi ya watu wanasema kwamba Raila anatafuta nafasi ambapo kuna mwanya wa kuzungumza, mwanya wa kuonekana ili utumie vizuri, na wanasema kwamba yeye kuelekea Shakahola kule katika kaunti ya Kilifi ilikuwa ni msimamo wa kisiasa. Kakangu, nianza kwa kusema kwamba usemi wa Profesa Kindiki si sawa kwa kiongozi. Kwa sababu serikali hii iliomba kwamba iwe na upinzani mzito ama upinzani unaostahili. Ile kamati ya bunge ambayo iliruhusiwa kuingia kule Shakahola inafanya oversight. Naam. Raila Odinga kama kiongozi wa upinzani baada anafanya oversight. Shida ilikuwa wapi ili ya kufikia kule? La pili, wale ambao waliweza kutuletea habari hizi ni waandishi wa habari na wale wa mashirika za haki za kibinadamu. Ndio wa kwanza kutueleza kwamba kuna shida Shakahola. Na baadaye tunaona kwamba waziri anakuja na anajipanga na anafunga nafasi hiyo kwa wote mpaka wanahabari, ambapo inajitokeza kwamba huenda serikali iko na haja kuficha mambo fulani. Kwa sababu tumeona nyumba 10 wamefeli. Tumeona idara zote za serikali, DCI, tumeona NIS, tumeona wale ambao ni kote. Tunaonekana kwamba tunawalaumu kwamba walifeli. Na katika hali ya kufunga nafasi hii ni kujaribu kuona kwamba idara hizi ama asasi hizi za serikali zisilaumiwe hata kidogo. Raila Odinga kuelekea kule wanaona kwamba atatoa siasa pale. Lakini tayari ni siasa, kwa sababu swala la vifo wa Kenya si swala rahisi, ni swala ambalo kila mtu atajiuliza. Hata kiongozi tunauliza, je, viongozi mlikuwa wapi? Na sisi ndio tumewapa uwezo na tunalipa ushuru, mbona hamkulinda wenzetu wakauliwa? Inapojitokeza wazi ni kwamba serikali inajipata kwa njia panda kujaribu kutetea jina lake ama kujaribu kutetea msimamo uliopo. Lakini ikiwa wangewaruhusu waweze kufika kule, itakuwa wazi, kwa sababu haya mambo hayafichiki. Kwa nini tunaunda sasa kamati mbili? Kamati moja ni upande wa kanisa kuangalia vile tutabadilisha, kamati nyingine kufanya ule uchunguzi. Haya yote ni ya nini? Gharama hii yote ni ya nini? Swala limetokeza. Mbona tuweziwe tuna tume moja ishughulikie masuala yote? Mbona tume mbili? Mbona tunapata ndimi mbili? Tunaona mke wa naibu wa rais akijitokeza kwamba huyu Ezekiel kwamba wasimguze kwa njia fulani ama kwa yale ambayo tunaona. Kakangu, kumbuka kwamba serikali hii iliingia kwenye uongozi kupitia kwa platform ya kanisa. Na hapo serikali hii lazima ikupali kichapo ambacho kinajitokeza kutoka kwa mwananchi wakiuliza mbona serikali haihusiki kwa mawili matatu kuwatetea. Kwa sababu mafunzo fulani ambayo tunapewa kanisani si nzuri, ndio amefanya hawa wa Kenya kupoteza maisha. Waweke mambo wazi, na basi hiyo wazi itasaidia kila Mkenya kuamua kweli ni wapi kulienda. Lakini hapa walipatikana wakiwa kwamba wako uchi. Serikali hapo imekosea. Senator, nahisi kwamba kuna siasa ambazo zinachezwa. Nahisi kwamba hili swala zima, swala la Shakahola limefanywa kuwa siasa sasa. Unajua, kwanza nimeshangazwa na rafiki yangu Kindiki ambaye alikuwa senator mwenzangu kusema ya kwamba watu wasije wakaingiza siasa
katika hili jambo. Hatuwezi kutenga siasa. Kitu ya kwanza ni hilo. Jambo la pili ni kwamba kama ilikuwa jambo la kusikitisha wakati kiongozi wa upinzani ambaye ndio anategemewa na Wakenya wengi ili kuweza kuwaeleza ni nini kinachoendelea. Hapa tunaongea juu ya maisha ya watu. Tunaongea juu ya uhai ambao ushatolewa kwa watu. Kuna jambo mambo matatu ambayo tunatakiwa kujiuliza. Hili jambo ni jambo ambalo linatakiwa kuwa na uchunguzi wa hali ya juu. Na tukiangazia tutaona ya kwamba hawa viongozi wa kanisa ambao wanatajwa kama Ezekiel na huyu mwingine ambaye anaitwa Mackenzie ni watu ambao wamekuwa na uhusiano kabisa na viongozi ambao wako sasa katika uongozi. Mackenzie kuna wakati mmoja nafikiria ameonekana akiingia State House. Ezekiel wameonekana na bibi ya Gachagua. Na ukiangalia utaona matamshi ambao hao viongozi wanatamka na haswa Gachagua na bibi yake, utaona ya kwamba wao wenyewe ndio wanaingilia uchunguzi. Kwa sababu unapoenda kutamka yale matamshi, wale viongozi ama makachero ambao wametumwa kule kwenda kuangalia, utaambia Nyuguto ambaye ndio anaongoza uchunguzi kule wa kutoka kwa DCI, utamwambia aseme nini kesho kama leo naibu wa rais ameingilia, ameweka matamshi kule katikati. Kama bibi ya naibu wa rais ameweka matamshi kule katikati. Na nataka kuhimiza na kueleza Mohamed ambaye ndio director wa DCI. Na pia Langat ambaye ndio director wa upelelezi mambo ya investigation. Na nafikiria wananisikiza. Na Nyuguto mwenyewe ambaye ni OC ambaye anashughulika kule ground kuhakikisha ya kwamba wameweza kujua nini kilichoendelea. Wafanye kazi kulingana na kazi ya uchunguzi vile inatakikana. Hili jambo la kukataza wanahabari kuweza kuingia kule kwa kile kichaka cha ekari 800 ni jambo ambalo linatia wasiwasi sana. Na mimi wito wangu ni kwamba kama ingewezekana vitengo kama vile FBI na wale walikuwa wanaitwa TRUN waweze kuja Kenya, kwa sababu sasa ile interference ambaye hao viongozi wanafanya inatutia wasiwasi. Na mimi nataka kuambia kwamba tunagojea katika hizi ekari 800 ni vizuri wa Kenya wafanye auditing. Waangalie kama ni watu gani wamepotea manyumbani. Kwa sababu inaonekana kule unajua sio watu wa eneo lile peke yake ambao wamefukuliwa. Kutoka mbali sana. Ni kutoka mbali sana. Na inaonekana ni kama kulikuwa na kazi. Nitakueleza kitu kimoja. Watoto wa kutoka miaka 10 kwenda chini. Hakuna mtoto ambaye anatakiwa kwenda kususia kukula chakula kwa njia ya kidini. Naam. Kufast ni ngumu sana. Hairuhusiwi. Na nitakwambia ya kwamba mimi kwangu naiona hii ni degree ya mada ya hali ya juu ambayo iliweza kufanyika, kwa sababu mama na watoto unawakuta wamezikwa pamoja. Senata, niruhusu nikukatize hapo na nikurudishe katika uliandika sehemu moja, na kidogo niruhusu nikunukuu na kuuliza kwa kimombo. Nitafanya utafsiri kidogo kwa lugha ya Kiswahili. Ukasema iwapo ilikuwa ni kwa ajili ya maombi, basi kwa nini baadhi ya watu walinyongwa kuuawa? Ya nataka kusema mimi ndio niliandika hiyo na nataka kudhibitisha hivi. Haiwezekani watoto kutoka miaka 10 kwenda chini kwenda kujifunga kukula kwa sababu ya maombi. Hiyo hairuhusiwi kisheria. Jambo la pili ni kwamba wale walinyongwa. Kunyongo sio pati ya kususia chakula. Ile ni kuua. Kwa hivyo hawa watu ambao wamekuwa wakionekana wamekufa, inasemekana ya kwamba ni kama walienda kukosa kukula chakula kwa sababu ya kujifunga. Hilo jambo sisi wengine katika mawazo yetu, na nafikiria hiyo iko katika mawazo ya Kenya wengi, ni vile wazungumzi ni kwamba hao watu ni walinyimwa nafasi ya kukula chakula ndio wakufe. Walilazimishwa kutokula chakula na kule waliweko hakukuwa na njia yoyote ya kupata chakula kwa wao. Kwa sababu na hiyo ilikuwa katika hali ya mauaji. Jambo ambalo najiuliza,
tuliingiza ama Kenya Kwanza waliweza kuingiza watu wa kanisa na haswa hizi kanisa ambazo ziko na majina ambaye ni makubwa ya kisasa. Waliwaingiza katika siasa na ikawa ni kama waliwapatia majukumu, kwa sababu kila kanisa ilipatiwa majukumu ya kuhakikisha ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza imeweza kurudi kuingia katika uongozini. Inawezekana kuwa Mackenzie na hao wengine ambao wanajiita sijui Ezekiel sijui kina nani, wao jukumu lao lilikuwa kupunish wale ambao walikuwa wamekataana na kisiasa na mambo ya Kenya Kwanza, kwa sababu kanisa, sio mimi nasema, hivyo ndivyo ilikuwa, walikuwa katika mstari wa mbele katika mambo ya kisiasa. Na kila kanisa, hizo makanisa hayo ni lazima wangeshughulikia wafuasi wao ili wahakikishe ya kwamba Kenya Kwanza imeingia katika uongozini. Na kunyonga, nataka kueleza mambo ya kunyonga. Ndio mtu afikie kunyongwa. Alinyongwa ukifanyika nini? Ni lazima tujiulize hilo swali. Ni jambo ambalo tunaweza kujaribu kuhepa kujiuliza. Lakini nitaambia wale wanahusika katika vitengo za upelelezi na haswa Mohamed na Lang'at na huyo ambaye anaita Nyuguto. Nitawataja majina kwa sababu ni watu ambao naheshimu sana. Ni watu ambao najua kazi yao, wakimaanisha kufanya kazi wataifanya, wakiachiwa na mikono yao na kuambia watapatia Wakenya jibu bila hizi commission of inquiry ambazo zilikuwa zinatengenezwa wakati wa Moi na hakuna jawabu ambalo lolote tulipata. Na Seneta, bila shaka kama ulivyotaja ni kwamba unawafahamu, lakini la msingi ni kwamba tutasubiri uchunguzi ufanywe na wapelelezi. Bila shaka baada ya mwisho wa siku watatuambia nini ambacho pengine kilitokea, nini ambacho kilisababisha haya maafa, nini ambacho kilisababisha wale ambao kunyongwa. Majibu yote basi tutakuwa tunayapata. Iwapo vile vile kama ulivyotaja, iwapo kama ni swala ambalo linahusiana na siasa, vile vile watatupa uchunguzi wao na tuweze kufanya uamuzi si wenyewe ama kufanya ile judgment sisi wenyewe, mtazamaji, kutokana na ripoti ya maafisa wa usalama. Ningependa tutoke hapo tuangazie swala lingine muhimu, manake muda unatupa kisogo kidogo. Tena kwa haraka, mazungumzo ya upande wa upinzani, mtazamaji, na upande wa serikali, bipartisan talks, mtazamaji, ambazo zimekuwa muda kwa muda mazungumzo haya yakiahirishwa, na sasa ni kwamba Adan Keynan kama alivyokuwa wanataka Azimio ameondolewa na upande wa Kenya Kwanza. Kwa haraka, daktari, hisia zako ni zipi? Mbona tunashinda kuhamishamisha zita game plan kutoka upande wa Kenya Kwanza kwamba kuvuta kidogo muda usonge? Kakangu, nianza kwa kusema kwamba tuangalie tatizo tulinalo. Tatizo ambalo tuko nalo kwa taifa hili ni kwamba kuna hiyo winner take it all. Na hiyo winner take it all ndio unaona kwamba hawa ambao wanalalama kwa sababu wanaona kwamba kuna nafasi ama kuna kazi ama kuna majukumu fulani wanaona hawataweza kuyafikia. Na ndio hivyo wamekuwa wakiandamana. Wakati Kenya Kwanza wanapojitokeza wakisema kwamba wanakubali tuwe na bipartisan talk, tumeona semi ambazo si nzuri kutoka ule senator wa Kericho na kutoka ule mbunge wa Kikuyu. Tatizo ni kwamba hawa ambao ni gatekeepers wa Kenya Kwanza wamekuwa wakipinga yale ambayo wanaona kwamba huenda yataweza kuleta ile ambao wanadhani kutakuwa na nusu mkate. Lakini upinzani upande nao wamesema hawana haja na nusu mkate. Na huenda watapata nafasi nzuri kuweza kusukuma mambo fulani. Kwa sababu gani? Kwanza tuangalie mfumuko wa bei. Matatizo yaliyopo katika sasa hivi, tunaangalia budget na tunaangalia finance bill na ile mambo ambayo yanajitokeza kule. Haya yote yanapatia upinzani nafasi nzuri sana ya kuweza kuwasukuma serikali. Lakini upande wa serikali naye wasiwasi ni kwamba ikiwa upinzani watapata nafasi ya kujitokeza, inamaanisha kwamba watajitokeza na wakuwa na wafuasi wengi. Ndio hivyo walikataa kwanza kuona kwamba maandamano haya hayaji mjini. Kwa sababu angefika kwenye jiji ingeonyesha kwamba upinzani wako na wafuasi wengi. Pili, serikali yenyewe inajipata kwa njia panda kwa sababu yale yote ambao walisema watatekeleza kwa ile the plan hawajaanza kutekeleza. Wameendelea na kutoa promises na kutoa zile ambao wanahaidi tena wanaendelea kwa hii. Lakini nafasi hii ni miezi 6 ama 7 baada ya kuchukua uongozi. Inatakiwa waanze kuona kwamba tunatekeleza 2 3 na kupunguza yale ambayo waliahidi kwa siku 100 ambao walisema hayajafanyika. Mazungumzo haya yameendelea kubadilika kwa sababu jinsi tunavyoendelea na maisha tunapata kwamba
mahitaji yetu na matatizo yetu ya kitaifa yanabadilika, na unaona upinzani wanajibadili haraka haraka kuweza kwamba kutumia nafasi ile kusukuma serikali. Ni vyema serikali iweze kukubali, ije kwa meza, taifa hili si la Kenya Kwanza, taifa hili sio la upinzani, wote wawe kwa meza moja, kwa sababu wote wanatakiwa kushughulikia maswala na matatizo ya taifa kama la Kenya. Hiyo ndio muhimu. Asante sana. Unajua umetaja jambo la winner take it all. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Jacob Kioko, ameandika na akafanya utafiti wake, amewahi kuzungumza na Raila Odinga, rais wakati akiwa naibu rais William Ruto, kuhusiana na swala hili, na akawa na mapendekezo nzuri, lakini inasikitisha kwamba hawakulitilia maanani. Manake kwa hisia zangu lazima tuliondoe kwa sababu hii national ugali ama national potato ama modhoko ile tunapata kwa meza ya kitaifa lazima tule sisi wote. Hiyo ndio tatizo tuko nalo. Tena kwa usawa. Kwa usawa. Aha. Senator, hama mazungumzo pengine unahisi mwishowe yatafanyika, na yakifanyika, je, unahisi kwamba uende tukapata suluhu ambayo tunatafuta kama taifa? Kwanza ukumbuke ya kwamba nilikuwa katika mstari wa mbele wa kuomba hawa viongozi wawili waweze kukaa chini kuzungumza na waweze kuzungumza. Ile barua ambayo niliyowaandikia wote wawili, nafikiri ndio ilizaa hii matunda, ili kukawa na mazungumzo. Jambo ambalo nataka kuongea ni hili. Unajua serikali imetokea kimasomaso na kusema ya kwamba bei ya unga kuteremsha itakuwa ngumu sana. Kwa sababu kitu kinaitwa subsidy ni vingumu sana wao wenyewe kuweza kuirudisha. Na rais mwenyewe amenukuliwa pia akisema ya kwamba hakuna unga ambaye iko kwa duka ambaye itazushwa bei. Hata ikisushwa ni ile shilingi 1, shilingi 2. Yeye mwenyewe amesema tutagojea mahindi ambayo iko kwa shamba ndio iweze pia kufanya mahindi bei iweze kusushwa. Uzoefu ambao uko na wanabiashara katika nchi hii kwa sababu ya urafi na pia ukora ambao unaendelea ni vingumu sana, na mvutano ambao uko kule. Kumbuka jambo la kwanza ambalo wanaenda kuzungumzia muhimu ni hali ya maisha kuzushwa kwenda chini. Utakumbuka ya kwamba saa hii tuko na mambo ambayo iko kwa pipeline, iko na crisis. Tunaambiwa 52% ya civil servant salary itakuwa inakatwa inaenda na serikali. Kumbuka wanabakishwa na 48%. Bado ni shida zinaendelea kuongezwa na serikali na uchumi vile huko. Na nilisema hapa, nimesema mara nyingi, rais mwenyewe na naibu wake vile wanapozungumza mambo ya kusema ati hawawezi kuwa wanakopa nje, wawe wanatoa pesa kwa mifuko ya Wakenya, na kuambia italete shida mwishowe. Itauma sana. Asante sana Paul Njoroge, seneta, alikuwa seneta mteule, na bila shaka pamoja na Daktari Likaka Luchitu. Asante sana kujiunga nasi. Mtazamaji, tulikuwa tumekuuliza ni yapi ambayo alijitokeza kisiasa wiki jana. Kakudhi Kapedo Shemu yasema kutoka Mtwapa Kilifi County, siasa iliniudhi kinara wa ODM Raila Odinga kwenda kulesha kahola na kufanya hili jambo la kifo cha watu kuwa siasa si nzuri. Said Tireni yasema mataifa ya Afrika nzima wanatuona kimbelembele kwa kujipendekeza kule Uingereza. Hakuna hata picha moja ambapo Mfalme Charles wa 3 amepiga na rais wetu, hata ya salamu tu. Aibu. Hisia zake mtazamaji, si zangu. Basi mtazamaji, niruhusu niseme kwamba ndio tamati, tumetamatishia hapo. Nasikitika kwamba tutaweza kuzungumzia swala hili la mswada wa fedha, lakini tukipata nafasi nyingine bila shaka tutakuwa nalizungumzia swala hili kwa kina zaidi. Seneta, asante. Nasema ni asanteni sana, tutaendelea kufikia hapo. Nitaita wakati mwingine tuzungumzie kwa kina zaidi. Bila shaka mtazamaji, tunapata mapumziko muda si mrefu, na rejea uwanjani gongapo saa 7 kamili na taarifa za NTV adhuhuri. Salia hapa ndani ya NTV.